Washukuru kwa nafasi hii na ningependa kusema ya kwamba kuna shule ambayo inaitwa Kisii Campus Primary ambayo inasimamiwa na mwalimu mkuu anaitwa Mosota. Wakati wanafunzi wa grade 9 walifanya mtihani, aliweza kuhimiza na kusukuma wazazi wamalize areas za fees zote zilikuwa huko. Pili, kuna issue ya lunch program ambayo imewekwa hapo. Kuna baadhi ya watoto hawatumii chakula kile ambacho kimepitishwa, lakini wanalazimishwa ya kwamba lazima walipe na hawakuli hiyo chakula. Tatu, kuna pesa ya examination fees. Huyu mwalimu anadaisha. Immediately shule zilifunguliwa 2 weeks ago. Shule hiyo chini ya usimamizi wake, Mosota aliweza kuitisha shilingi 700 kutoka kwa kila mwanafunzi, na wazazi wametufikia wakiuliza ya kwamba tuweze kutoa haya maneno nje. Haiwezekani ya kwamba baada ya shule kufungwa for a long holiday ya December, kwa sababu wanafunzi walifunga kitambo, leo hii wakati watoto wamefungua shule hivi wanaitishwa pesa. Kuna pesa nyingine ya school fees ambayo head teacher huyu anaweka 200 ama 300 kwa examination fees ambayo inatoka sub county wanafunzi wanafanya wa shule hiyo na shule zingine. Na mwisho, kuna mambo ya kitu inaitwa mambo ya remedials zingine zote. Hiyo pesa anaitisha na pesa nyingi ambazo anaitisha. Nataka kuuliza Mheshimiwa Rais ya kwamba hawa walimu wakuu wa mashule, both shule za msingi na za sekondari ama upili, wameendelea kuibia wazazi, na kwa sababu hiyo kesho tunaweka petition 2 katika Kisii High Court, constitutional petition. Tuelezwe hizi pesa hawa walimu wanatosha wazazi zimenakiliwa wapi katika sheria ya Kenya, because we know that education is very basic, na kila mwanafunzi ama mtoto wa Kenya asisukumwe kupata elimu kwa sababu hana pesa. Nikiuliza huyo principal ya kwamba hizo pesa anakusanya pamoja na pesa ya mwisho ya trips, kuna wazazi ambao wameleta malalamishi wakisema ya kwamba mwalimu alichukua wanafunzi na pesa ya trips, watoto wakapelekwa tu hapa karibu na wakaambiwa sijui walikuwa anaenda Elementaita sijui ni wapi. Is a very serious allegation. Na watoto wakapewa mkate na wakapewa maziwa na soda wakarudi. Nataka kuuliza Mheshimiwa Migos Ogamba, you must come out and spell out exactly all the levies that is stipulated in law. Both all schools in secondary and primary schools in the country are reaping from parents and in the watch of county education directors and in the watch. Hata kuna pesa ingine Mheshimiwa Migosi ati wazazi wanaulizwa kila mwanafunzi alipe 150 shillings activity fee, na hii pesa shule inabaki 20 shillings. Baada ya hiyo pesa ingine yote inaenda to the Minister of Education. Kwani mbona mnafanya biashara Mheshimiwa Rais na Mheshimiwa Migos Ogamba na the PS Basic Education pamoja na all stakeholders in the education sector? Kwa nini mnadhurumu wazazi? Mbona mnaumiza wazazi? Ukipiga hesabu kama shule ya hiyo ya Kisii Campus Primary School, watoto walikuwa nalipa fees, ukiwekewa pesa ya 3000 ya lunch, uwekewe ya 700 after 2 weeks, uwekewe pesa yote, unapata mzazi analipa school fees, analipa fees kama mtoto anasoma Mangu Alliance, na is a very simple school hapa in a very local area, Kisii Campus Primary. So tunataka kuuliza mheshimiwa ya kwamba kesho tunaweka kesi kotini na tuelezwe wizi ambao unaendelea kwa remedial school fees na takataka yote, na tuambiwe
Thank you.